Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumekusanyika kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, kumsifu Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa mema yake. Tunamshukuru tukiwa pamoja na brother Chapa ambaye naye anaadhimisha miaka 25 tangu awe mtawa, tangu aweke nadhiri za mwanzo katika shirika hili la Moyo Mtakatifu wa Yesu, jimbo kuu la Mwanza. Ndugu zangu, tungeweza kujikumbusha pia historia fupi ya hawa watawa wetu. Ni katika miaka 1947 na 8 aliyekuwa askofu wa nyakati zile, Askofu Bromius, Joseph Bromius, alianza kukusanya vijana wale waliokuwa wanajisikia kuitwa kuwa watawa, vijana wa kiume. Na vijana hawa walipelekwa sehemu mbalimbali, lakini kituo kikubwa kilikuwa ni Kome huko Uzinza, na baadaye wakawa wanaishi pale Nyegezi seminari. Alipenda vijana hawa watambue kuwa Mwenyezi Mungu amewaita, nao kama ilivyo miito mingine, Mwenyezi Mungu anakusudi nao ili wautakatifuze ulimwengu. Lakini kama ambavyo kumekuwa na mahangaiko katika wito huu, mpaka hata wakati sisi tunakuwa waseminari wadogo, walikuwepo mabruda 3. 2 walikuwa Mwanza na mmoja alikuwa Msoma. Tukiwa mapadri walikuwa wamebaki 2, brother Spiriani Ngemera na brother Andrea Matogolo. Baba Askofu mkuu alipotoka Msoma akarudi Mwanza kama askofu mkuu, kusudi lake mojawapo ilikuwa ni kuwa na mashirika ya watawa wa kike na wa kiume. Akafanikiwa kuanza na la hilo wa kike. Akiwa katika mahangaiko wale wa kiume iweje, alipouliza Roma akaambiwa, mbona katika jimbo lako lipo shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu? Basi ndipo akaamua kulihuisha, akianza na hao wazee 2, lakini na mwingine alikuwa katika wamisionari wa Afrika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, shirika letu hili pamoja na mahangaiko mengi ambayo pengine yapo kama yalivyo tu mashirika mengine, tunashukuru kwamba vijana wapo wanaojituma ili wamtumikie Mwenyezi Mungu katika shirika hili. Na tunampongeza brother Chapa, Faustini Chapa, kwa kuadhimisha miaka 25. Brother, hongera sana. Wewe ndiye unaweza ukawa na simulizi nyingi katika shirika
kwa sababu sasa wewe ndiye uliye na miaka mingi kuliko wengine wote waliopo. Kama ni machungu katika shirika, kama ni mema yenye furaha, basi wewe ndiye unaweza kuyasimulia. Hivyo basi tunashiriki pamoja na wewe kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na tumeanza na huo wimbo wa mwanzo, Zaburi ya 33, makusudi ya moyo wake Mwenyezi Mungu ni ya vizazi na vizazi, hayaanzi wala hayaishi. Vitakuwepo vizazi, lakini vitapita. Mungu mwenyewe makusudi yake yanabaki yale yale, na makusudi yenyewe ni kuwaponya watu nafsi zao, kuwaponya na mauti. Sisi ni wadhambi, tuna mahangaiko mengi. Ni Mungu mwenyewe kwa wema wake anatuponya. Tumuombe basi atusaidie ili tupone kweli. Na wewe unayeadhimisha miaka 25, bila shaka sasa ni wakati wa kufanya tathmini. Wewe umeshiriki vipi katika kuponya wenzako, kuponya walimwengu, na kuwafanya wakombolewe kinafsi, wamjue Mwenyezi Mungu, wamtumikie, wampende, ili hatimaye kweli waweze kwenda mbinguni. Miaka 25 ni wakati wa kufanya tathmini. Tunakuomba kweli uifanye hiyo tathmini ili ikusaidie kwenda mbele zaidi, ukiwa katika shirika, na kwa namna ya pekee kama kiongozi wa wenzako waliopo sasa. Tujute basi dhambi zetu, tujiweke tayari tuadhimishe mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana
Mwenyezi, tunaona fahari juu ya moyo wa mwanao mpenzi na kukumbuka fadhili za ajabu za mapendo yake kwetu. Tunakuomba utujalie tustahili kupokea neema tele katika chemichemi hiyo ya karama za mbinguni. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la kitabu cha nabii Ezekieli, sura ya 34 aya 11 hadi ya 16. Bwana Mungu asema hivi: tazama, mimi mwenyewe, na mimi nitawatafuta kondoo zangu na kuwaulizia, kama vile mchungaji atafutavyo kondoo zake siku ile anapokuwa kati ya kondoo zake waliotawanyika, ndivyo nitakavyowatafuta kondoo zangu, nami nitawaokoa katika mahali pote walipotawanyika, katika siku ya mawingu na giza. Nami nitawatoa katika watu wa mataifa na kuwakusanya katika nchi zote, nami nitawarudisha katika nchi yao wenyewe. Nami nitawalisha juu ya milima ya Israeli, kando ya mifereji ya maji, na katika mahali pote pa nchi panapokaliwa na watu. Nami nitawalisha malisho mema, na juu ya milima ya mahali palipoinuka pa Israeli litakuwa zizi lao. Huko watalala katika zizi jema, nao watakula malisho mema juu ya milima ya Israeli. Mimi mwenyewe nitawalisha kondoo zangu, nami nitawalaza, asema Bwana Mungu. Nami nitawatafuta waliopotea, nitawarudisha waliofukuzwa, nitawafunga waliovunjika, nitawatia nguvu wagonjwa. Nao wanono na wenye nguvu nitawaharibu, nitawalisha hukumu. Neno la Bwana.
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 5 aya ya 5 hadi ya 11. Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Basi Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana, tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tukaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana, baada ya kupatanishwa, tukaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia tunajifurahisha katika Mungu kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepokea huo upatanisho. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Oh,
Yesu aliwaambia mfano huu: ni nani kwenu mwenye kondoo 100, akipotewa na mmojawapo, asiye waacha wale 99 nyikani, aenda akamtafute yule aliyepotea hata amone? Naye akisha kumona, humweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubue, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha misa hii, na hivyo ni sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo ambao tunasimuliwa katika maandiko matakatifu. Ni moyo ulio safi, moyo uliojaa upendo. Ni Kristo mwenyewe ambaye alitolea maisha yake kwa ajili yetu sisi, na kwa upendo mkubwa akafa ili sisi tuweze kukombolewa. Tunao watawa wa moyo mtakatifu wa Yesu wanaojaribu kuishi kwa karibu maisha hayo safi yaliyojaa upendo, ili wafanane na Kristo mwenyewe aliyetolea maisha yake kwa ajili ya wengine. Akatolea maisha ili wengine waokoke. Mabradha wetu, na hasa wewe tunayeshangilia miaka 25, uone changamoto iliyoko mbele yako, kufanana na jinsi dhamira ya shirika ilivyo, kwamba muishi maisha yanayofanana na moyo mtakatifu wa Yesu. Wanadamu tuko wepesi kweli kuchukua vitu vizuri vizuri. Upendo huvumilia yote, lakini anayesema hivyo ni chuki mtu. Anaweza akaandika yeye dhamira yake ni uvumilivu, uaminifu, akaongezea hapo na imani. Ukimwangalia hivi anafanana nayo hayo aliyojichagulia. Ndivyo pia inavyoweza kuwa sisi tukaamua kuwa wana moyo mtakatifu wa Yesu kama watawa. Waweza ukawa chochote katika shirika jingine lolote, lakini unafanana na hicho ambacho kimedhamiriwa katika kundi hilo, katika familia hiyo. Hiyo daima ni changamoto, na sio changamoto kwa watawa wetu hao waliomo
ni changamoto popote pale, hata kama uko kwenye jumuiya zetu za Kikristo. Sisi ni wanajumuiya wa Mtakatifu Benedetta, unafanana naye? Mtakatifu sijui nani, siku hizi kuna Rita wa Kasha, sivyo? Kila mmoja unafanana naye au unajisemea tu? Lakini vile vile unajiuliza, hata kama najisemea tu, sasa nifanyeje sasa? Lazima niwe na kigezo cha kujipimia. Kwa hiyo mimi bwana ni Mtakatifu Rita, namuweka hapo. Mimi ni Mtakatifu sijui nani, Antoni wa Padua. Unajipima. Na ninyi mabruda wetu, hicho ndicho kipimo chenu, moyo mtakatifu wa Yesu. Sasa nendeni mkatafakari. Tafakarini vyumbani mwenu, mnapotembea, mnapo nini, mtafakari moyo mtakatifu wa Yesu. Na sisi tunaoangalia tunaweza tukawa tunacheka tu, kweli moyo, unaona. Lakini lazima tujiwekee vigezo. Na tunachosherehekea sasa hivi, ndugu zangu, ni dhana nzima ya uchungaji. Tunasoma daima katika mafundisho ya sakramenti zetu. Tunabatizwa na kuitwa wana wa Mungu, wateule wake Mwenyezi Mungu, warithi wa ufalme wa Mungu. Na zaidi tunakuwa Kristo mwingine, kwa sababu ndiye tunayepaswa kujifananisha naye, ili ikiwezekana na wengine waweze kuingizwa katika ulika huu. Na nyie mabrother, kimsingi mnapaswa kuwa Kristo mwingine. Kristo mwingine, ili muweze kukusanya watu na kuwapeleka mbinguni. Na kanisa letu limetengenezwa na hayo mafiga matatu. Wapo makilero, wapo walei ambao ndio wengi zaidi, lakini wapo watawa pia. Wote malengo yao ya msingi ni yale yale, malengo ya jumla ambayo ndiyo hasa msingi wa kanisa. Wote kabisa tunafanana. Tunaachana tu inapobidi sasa kila mmoja sijui nisemeje, kuspecialize. Hapo ndipo tunaachana, lakini mengine yote sote sisi tumeitwa kuwa wachungaji Kristo mwingine. Somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli. Ezekieli, nabii huyu ambaye amekuwepo nyakati zile wana wa Israeli wanavuruga hatimaye mpaka wanapelekwa utumwani. Lakini sababu zinakuja kusemwa ni kwa sababu walikosekana watu mahiri, hodari, ambao wangeweza kuwafanya wana wa Israeli waishi kitakatifu, waishi kiadilifu. Walikuwepo manabii wababaishaji. Wamekuwepo, nafikiri hata ukisoma kitabu cha Ezekieli, hata watoto wake mwenyewe. Watoto wa Eli, kuhani yule,
wanaenda kutolea Mwenyezi Mungu sadaka, wakatengeneza uma zenye mashiko matatu. Wakati sadaka za nyakati zile zilikuwa ni kuchinja mnyama, watoto wa manabii hawa wanakuja na uma zao. Badala ya sadaka kutolea, wanakuwa wanakula. Mifano ya watu wa namna hiyo iliendelea mpaka wakati wakina Ezekieli wakiwepo, na Mwenyezi Mungu akasambaratisha watu hawa, akawapeleka utumwani. Lakini Mwenyezi Mungu sasa anazungumza na nabii Ezekieli, anamwambia, tazama sasa mimi mwenyewe kabisa nitawatafuta hawa kondoo wangu. Kama vile mchungaji atafutavyo kondoo zake, ndivyo pia mimi nitawatafuta hawa waliotawanyika, walioenda utumwani. Ni kwa sababu ninyi mmekoswa uhalali wa kuitwa wakusanyaji wa kundi la Mwenyezi Mungu. Kumbe sisi tunapoamua kuwa hivi, kuwa bruda, kuwa padre, kuwa mtawa tu kwa ujumla, una kazi hiyo kazi ya kukusanya, sio kutawanya. Wengi wetu tuko wepesi kutawanya badala ya kukusanya. Aweza mmoja kutoka, hatujali, tunapuuzia, aende tu, kanisa hili haliwezi kuisha, aende zake. Kanisa hili bwana ni la Mungu, lakini la Mungu ni lile linalokusanya. Kwa hiyo ninyi wanashirika wa moyo mtakatifu wa Yesu ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu wa kuchunga kundi lake. Mna kazi ya kukusanya, sio kutawanya. Hivyo basi tunaposherehekea hiyo miaka 25 ya mwenzetu, lazima tuone umuhimu, tujikite katika kukusanya. Tukusanyane sisi wenyewe, tuishi kitakatifu, tuishi kwa upendo. Na kuishi maisha hayo haina maana kwamba eti tutaacha kutofautiana kama wanadamu, kwa sababu mitazamo lazima iwe tofauti. Lazima hapa na pale tutofautiane mitazamo. Walikuwepo wakina Paulo na wakina Barnaba, wakina Sila, wakina Petro. Mitazamo, ndugu zangu, ilikuwa ni kila mmoja mtazamo wake tofauti na mwenzake, na wakati mwingine mpaka wanaambizana, sasa bwana wewe nenda mashariki, mimi magharibi. Lakini jina la Bwana lifanye nini? Lihimidiwe. Na tuhakikishe kwamba huyu Mwenyezi tunayemhubiri anahubiriwa kweli kweli, na kweli walifanikiwa. Hata sisi hapa na pale yawezekana kuwa hivyo, lakini lengo linakuwa ni lile. Tusije tukatofautiana katika dhamira halisi na nia njema ya Kristo kwetu sisi wanadamu. Tukusanye kundi la Mwenyezi Mungu ili liweze kuwa takatifu, lifike mbinguni. Na somo la Injili, kwa hiyo jubilei yako baba imeangukia siku njema. Mwaka huo ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotoa na mmoja wapo, asiyewaacha wale 99 nyikani, aenda akamtafute yule aliyepotea
hata amwone? Fikiria hapo. Una kundi la mabruda hapa. Mmoja anasema mimi bwana sijui nini na nini. Sasa Baba Chapa utafanyaje kuhusu huyo? Tutumie na maneno ya utatoa ushauri na saa, kubembeleza, kutoa muda. Ni wazi kuna wakati ambapo sasa unasema haiwezekani, na kweli mtu ikishindikana basi unakung'uta mavumbi. Lakini hangaika, sumbuka. Katika mito yetu hii bila kusumbukiana hamna. Itakuwa kila tu wanaye nani basi siku hiyo hiyo. Amekukosea mke wako siku hiyo hiyo, mume wako siku hiyo hiyo. Hamna. Lazima msumbukiane, mvumiliane, mtiane moyo. Ni kweli kuna wakati sasa inashindikana, mambo yanakuwa magumu. Hapo na Yesu alishatoa jibu, kung'uta nini? Mavumbi. Kwa hiyo lazima tukusanyane. Tunakupongeza brother kwa miaka hiyo 25, ni kwa sababu ya uvumilivu. Pengine wapo ambao walivumilia kuhusu wewe, walishauri, walitia moyo, na wewe unaitwa sasa kuwatia moyo vijana na wengi wanaokuja katika shirika. Tunakuombea sana na Mungu akupe nguvu. Ni umri mkubwa huo sasa, mzee katika shirika, basi akujalie na hekima ili uweze kuongoza wenzako vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaalika sasa Brother Chapa ataweza kujiongea hapa, na wengine tutasimama kwa ajili ya kukiri imani. Baada ya kukiri imani, tutamwalika aweze kuosha nadhiri zake. Wanakwaya, mnaweza mkamleta kwa ule wimbo wa katikati, nimrudishie Bwana nini. Sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba mbingu na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye.
alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na kama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mimi Brother Faustini William Chapa wa parokia ya Geita, jimbo la Geita, mbele ya Mungu, mbele ya kanisa na mbele yako Mhashamu Askofu Mkuu Renatus Nkwande wa jimbo kuu la Mwanza, kwa utukufu wa Mungu na mvuto wa nia yangu imara ya kumtolea nafsi yangu na kumfuasa Kristo kwa karibu zaidi katika maisha yangu, na huisha rasmi nadhiri zangu kwa Mungu na kwa kanisa kwamba nitaishi kwa usafi wa moyo, nikifuata maisha ya ufukara na utii kwa maisha yangu yote, kadri ya katiba ya shirika la mabradha wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, jimbo kuu la Mwanza. Najitolea mimi mwenyewe kwa moyo wote katika shirika hili, ili kwa huruma ya Moyo Mtakatifu wa Yesu nitafute ule upendo kamili katika utumishi wa Mungu na kanisa lake. Ee Yesu safi, fukara na mtii, unayewaka moto wa upendo kwa watu wote, ufanye moyo wangu fanane na moyo wako. Na kwa utukufu na heshima ya maandiko matakatifu niliyoshika mkononi, na kuomba Ee Mungu unisaidie kutimiza nadhiri zangu. Makofi. Ataenda kutia sahihi, wengine tukaketi. Tuendelee kwa wimbo wanakwaya. Oh,
hitimisho la misa takatifu sehemu ya sadaka. Wanakwaya, karibuni kwa nyimbo za sadaka. Oh,
ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kumfaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba utazame upendo usio na kifani wa mwanao mpenzi, ili sadaka tunayokutolea ikupendeze na kuwa kwetu fidia ya dhambi zetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Bwana, Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye aliinuliwa msalabani, akajitoa mwenyewe kwa upendo wa ajabu kwa ajili yetu. Alichoma ubavu, akamwaga damu na maji, zipate kububujika kutoka humo sakramenti za kanisa, ili wote wavutwe na huo moyo wazi wa Mwokozi na kuchota siku zote kwa furaha neema katika chemichemi hiyo ya wokovu. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunakutukuza tukisema bila mwisho: Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Faeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu."
Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Tutangaze fumbo la imani. Tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetusaidia kusoma mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea popote duniani, tukamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Renatus Mkwanda na makleri wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake wa Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usidhame dhambi zetu, ila tuimani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na iwe rohoni mwako. Mpeane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona.
Tuombe. E Bwana, sakramenti ya mapendo ituwaishie upendo mtakatifu ambao kwa kutuvutia daima kwa mwanao utufundishe kumtambua yeye katika ndugu zetu anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Nawaalike manovisi na walelewa wengine kwa ajili ya kusali sala ya kuliweka wakfu shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu. Mtapita hapa mbele. Nayokutolea sisi wafuasi wako kwa tamaa kubwa ya kuheshimu zaidi na zaidi, ya kufanya malipizi kwa ukosefu wetu wa shukrani na wa watu wote wa dunia nzima. Pokea Moyo Mtakatifu wa Yesu, mwingi wa huruma, matoleo ya shirika letu, uliandike kwa herufi zisizofutika ndani ya donda la ubavu wako mtakatifu. Ulifiche mle na ulitumie unavyopenda. Ulijaze na ulipenye kwenu. Ujalie kusimama hodari kwa imani thabiti, unyenyekevu wa kweli, matumaini makuu na mapendo safi ya kujitoa sadaka. Moyo mtukufu wa Yesu, waongoze vijana wenye moyo wa kujitolea maisha ya kitawa, wastahili mwito huo na kuingia katika shirika letu. Wafunze fadhila za moyo wako mwabudiwa. Watazame wakandati, wapostulanti na wanovisi wetu, wajirishe njia ya utashi wako, waupende, wauzingatie na kuutimiza kwa moyo mkunjufu yote yanayowapata katika maisha yao ya kitawa, wakutolee wewe daima. Yesu, uifanye nyumba yetu kwa makao ya moyo wako mtakatifu. Uwajaze wakubwa wetu roho ya akili, bariki, ongoza na takasa kazi zao zote ambazo ni za kutimiza utashi wako kwa nia yao yote. Ufanye kwa matumishi wa kamili wenye juhudi katika kazi ya shamba la mizabibu, mabradha watii katika utawa, wenye kufaa katika uchungaji wa kondoo wako, na popote tunapotoiwa tunaenda mafaa ya damu yako takatifu uliyotumwagia hata tone la mwisho. Tukinge katika dhoruba na vishawishi, utukinge na maradhi, ulinde afya yetu ya roho na ya mwili. Uongoze mawazo, maneno, matendo na kazi zetu katika kuwatumikia waliosahaulika. Uwawale katika kazi zetu. Ijalie ili kila pigo la moyo wetu litolewe kwako. Bariki parokia zetu zote. Uwabariki watu tuliokabidhiwa. Uwabariki jamaa, rafiki, wafadhili wetu na watu wote tuliofahamiana ama kutengana. Mwandike mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Leo na Diomande, maaskofu na watumishi wako wote. Nijalie shirika letu iwe tawi la mti wa uzima wa kanisa wenye kuzaa moja kwa 100. Na mwisho tunaomba sana,
moyo wakao mapendo. Ulijalie shirika letu nguvu katika dhoruba zozote ziwezazo kulishtusha. Ulinde kazi yetu, roho ya upendo, ya sala, ya amani, ya bidii katika utumishi wako, ya urathi na ya kujikatalia. Tujalie neema ya kutafuta tuzo moja tu, ndilo la kutimiza mapenzi yako matakatifu. Hivyo wewe pekee, Bwana, upende na kutulizwa pamoja na Roho Mtakatifu daima na milele. Amen. Nawe Malkia mtukufu, mama wa Mungu na mama yetu, tabernakulo yenye uhai ya moyo wa Yesu, sikia maombi yetu ya kitoto. Ulinde shirika letu kwa ulinzi wa mapendo yako ya kimama, kwani kwa njia ya pekee tumekuwa mali ya mwana mpenzi mikononi mwako. Tulinde katika njia ya utii, umaskini na usafi wa moyo, njia ambayo ulipita pamoja na Yesu toka pangoni mpaka msalabani. Utukumbatie na utushiriki ndani mwako kwa mapendo. Moyo wako ulifunguka wenyewe pamoja na moyo wa mkombozi pale Kalvari ili utupokea kuwa wanao. Ongoze shirika letu kama ulivyoongoza kanisa wakati wa uchanga wake. Pokea kazi zetu zote, mateso na furaha kwa mikono safi. Uzitolee kwa Utatu Mtakatifu, uzipamba kwa mastahili yako na yale ya mwanao. Mpole, mwema, mpendevu Bikira Maria. Takatifu Karoli Lwanga, baba na msimamizi wa shirika letu, uwe kiongozi kwa maisha ya roho. Mze uaminifu katika maisha ya kindani, ili tujaliwe kuonana siku moja nawe pamoja na Yesu na Maria, kumpenda na kumtukuza Mungu daima na milele. Amina. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, Mheshimiwa Mvika General, Mheshimiwa mapadri, mashemasi, wapendwa sana watawa wenzangu wa kiume na wa kike, waheshimiwa viongozi wa vyama na serikali, waheshimiwa sana waamini, ndugu jamaa na marafiki, Kristo tumaini letu. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya kuniumba, zawadi ya maisha aliyonijalia, na kwa zawadi ya wito mtakatifu wa utawa katika shirika la mabradha wa moyo mtakatifu wa Yesu hapa jimbo kuu la Mwanza. Pili, nawashukuru sana wazazi wangu, baba wangu William Mshigi. Mwenyezi Mungu amuongezee miaka mingi ya kuishi duniani ili hekima yake iendelee kuwa nasi. Namshukuru mama yangu mpendwa sana, Modesta Chapa, ambaye ametangulia mbele za Mwenyezi Mungu, apumzike kwa amani. Ambapo malezi yao mazuri yaliyonijengea msingi mzuri wa imani Katoliki na hofu ya Mungu, vilivyonielekeza kwenye wito huu mtakatifu wa utawa. Tatu, ninamshukuru Baba Askofu Mkuu Renatus Leonard Nkwande kwa kuendelea kunitia moyo, kunielekeza na hata kunionya pale nilipoonekana kusuasua katika nafasi ya wito wangu. Nasema asante sana baba. Aidha, nawashukuru sana watangulizi wako, Baba Askofu Mkuu Antoni Petro Mayala, apumzike kwa amani, aliyenipokea katika shirika hili na kunipeleka Uganda kwa majiundo zaidi ya unovisi
hadi nilipoweka nadhiri zangu za kwanza mwaka 2000 na nadhiri za daima mwaka 2007. Pia namshukuru sana Baba Askofu Mkuu Ruwaichi, mapadri wote wa Jimbo Kuu la Mwanza, watawa wanaoendelea kuchangia katika safari yangu ya wito kama hujaji katika matumaini kufikia uzima wa milele. Tena namshukuru sana Baba Paroko na waumini wote wa Hungumarwa kwa parokia nzima ya Hungumarwa na watu wote wenye mapenzi mema kwa michango yao ya kila namna katika kuwezesha ufanisi wote kwa siku hii. Na washukuru wanakwaya kwa maandalizi mazuri ya nyimbo za kiliturujia katika adhimisho la misa takatifu. Ndugu zangu wanakwaya, asanteni sana. Ninawashukuru viongozi wote wa vyama na serikali mlioweza kujumuika nasi katika tukio hili jema na takatifu sana. Asanteni. Kwa niaba ya mabradha wenzangu, ninawashukuru sana wananzengo wa hapa Mahoba kwa ushirikiano wenu wa hali na mali, kwa uwepo wenu katika sherehe hii ya jubilei yangu ya miaka 25 ya utume nikiwa brother. Asanteni sana wana Mahoba. Nipende kumshukuru kila mmoja wetu aliyepo hapa kwa kushiriki pamoja nasi katika tukio hili jema la kumshukuru Mungu kwa pamoja. Wote mliopo hapa nasema asanteni sana. Niwashukuru wote kwa zawadi mlizotupatia sisi mabradha, ambazo zitatusaidia sana kama shirika kuendelea kumtukuza na kumtumikia Mungu kwa ukarimu huu mkubwa sana mliotuonyesha. Ndugu zangu, asanteni sana kwa zawadi zenu. Mwisho niwashukuru wapendwa sana ndugu zangu na brother wenzangu wa shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu kwa utayari wao wa kuendelea kuishi nami nikiwa mmoja wao ndani ya shirika hili, nikiwatakia uvumilivu na utayari wa kutumikia zaidi kuliko kutumikiwa, ili nanyi siku moja tusherekee jubilei zenu za utawa. Ninayo zawadi ndogo kwa ajili ya shirika langu. Mabrother, asanteni sana. Naomba zawadi hiyo ilepo. Naomba mabrother mje kwa niaba ya asanteni sana. Mnaweza tu mkafungua watu wakaiona. Tukundure tusikundure. Tukundure tusikundure. Ngoja tukundure tuone kuna nini. Banginu ukuyombe tufai hama pande humo.
mwisho, ndugu zangu, naahidi kuwaombea nyote ili muendelee kubarikiwa katika shughuli zenu mbalimbali zilizo njema katika maisha yenu yote. Nami mzidi kuniombea nidumu katika wito ndani ya shirika hili la mabradha wa moyo mtakatifu wa Yesu. La kumalizia, ni wengi kama baba askofu alivyogusia, nami nimeweza kuwasaidia. Hata wengine sasa ni watu wakubwa. Upande wa kwaya nina vijana ambao nimewasaidia nikiwa hapa wakiwa wanafunzi. Sasa hivi ni watu wana familia na heshima zao. Mfano, mwenyekiti wa kwaya ni vijana wangu. Upande wa mapadri huku, Padri Mapera nilimlea hapa wiki moja. Wiki moja nilikuwa naye hapa, kwa hiyo nilimjengea msingi. Na sasa hivi ndiye mlezi kule Kawekamo. Kumbe ule msingi nilioujenga ndio Padri Mapera anaendelea kutembea nao. Lakini pia nilimtoa kwenye mazingira ambayo ni ya ndani zaidi, Ndagalo kule, Padri Kishepo. Nimejitahidi sana. Padri Kishepo, upasi kunitupa. Kwa ufupi tunasema huku tuko mazingira Kaburuma. Padri Kishepo taleta gunia la dagaa. Nimefanya kazi tukuibo nangu. Padri Amos ni mbishi sana, lakini msaidia sana malezi, nikiwa kaka yake mkubwa. Baadaye akawa ndiye rafiki yangu sana, maana formation yetu mimi nilikuwa mkubwa, alafu yeye ndiye alikuwa mdogo kuliko wote kati ya watu 10. Kwa hiyo Padri Amos na yeye anatambua uwepo wangu. Kumbe basi, ndugu zangu, kuliwamo na mafrate hawa sao wa Bujora. Nilipopita miaka 2, wapo akina Kasanda karibia wanakuwa mapadri. Nimewakuta hapo wadogo kabisa wanatumikia. Lakini nilichohamasisha pia darasani asifeli, lazima aje na daftari niona amefanya nini. Akiwa amefanya vibaya na mcharaza. Leo ndio maana wamo. Kwa kweli na mimi kama ni safari nimeitembea. Kumbe na waahidi tu wadogo zangu mabradha mlioko hapa, tutembee. Mimi na shida moja, sijui kumlea mtoto kimayai. Nataka nimlea ajue kufanya kazi ili aweze kusimama popote kama Padri Kishepo alivyosimama Nyamwilora. Kumbe wadogo zangu hapa, mimi nataka shirika letu tusimame, lakini sio kuleana kilele mama. Nataka tufanye kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ni mimi ndugu yenu Brother Faustin William Chapa, hujaji katika Matumaini mwaka 2025. Asanteni sana. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu watoka kwa Bwana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani.